Ndugu wajumbe wa baraza, hii ni mara yangu ya kwanza kukutana nanyi tangu Sekretarieti ya Ajira ilipokamilisha mchakato wa zoezi la usajili wa usahili kwa kada ya walimu kwa ajili ya kujaza nafasi 14,648. Nafasi hizi zilitolewa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa lengo la kupunguza uhaba wa walimu nchini. Zoezi hili lilianza tarehe 14 mwezi Januari na kukamilika tarehe 24 mwezi Februari mwaka huu kwa Tanzania bara na kwa Zanzibar. Na nimefahamishwa kuwa hadi sasa zoezi hili limekamilika na lilifanyika kwa ufanisi mkubwa na kwa hali ya juu. Napenda kuchukua nafasi hii kuwapongeza sana kwa kazi nzuri mlioifanya. Nafahamu pia kwamba mmefanya zoezi hili katika kipindi ambacho pia mfumo wa elimu wetu uko kwenye mabadiliko makubwa na mitaala mipya imekuja. Kwa hiyo mahitaji yalikuwa si yale tuliyoyazoea. Kwa hiyo mlitumia kidogo nguvu ya ziada katika kushirikiana na sekta na wenzetu kwa sekta ya elimu, Wizara ya Elimu, kuhakikisha kwamba tunapata walimu wale ambao tunaohitaji. Mahitaji haya yalikuwa yanakuja pengine kwa ugumu kidogo, kwa sababu ilipaswa na wenyewe wachague waseme wanachokitaka. Kwa hiyo nafahamu pia mlifanya jitihada kubwa na niwapongeze sana sana sana, kwa sababu mmefanikiwa na tumepata walimu waliotakiwa. Aidha, niwashukuru sana na kuzipongeza sana wizara na taasisi zote zilizoshiriki na hatimaye kufanikisha zoezi hili. Taasisi hizi zinajumuisha Ofisi ya Rais Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Ofisi ya Rais TAMISEMI, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Wizara ya Afya, Tume ya Utumishi wa Walimu, ofisi za wakuu wa mikoa na taasisi nyingine za umma. Hii inathibitisha umoja wetu ndani ya serikali, na naomba ushirikiano huu uwe endelevu, hasa tunapokuwa na shughuli za kiserikali zinazohitaji nguvu ya pamoja. Nimekusikia Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa uliposema kwamba usajili zinagawanyikaje. Mheshimiwa Rais akitoa kile kibali cha ajira, mathalan zilikuwa nafikiri kwenye 40 kitu elfu. Sasa 42,000. Sasa mle ndani kuna za afya, mnazitenga. Za afya this time zilikuwa kama 10,000 na ushauri. Za elimu ndio hizi zilikuwa hizi 14,000 na ushauri. Na pia ajira nyinginezo unakuta kuna maafisa ugani, kuna nani huko ndani, zile za block mamlaka za mitaa, na zile zinakuwa sikomo. Kwa hiyo ukipiga ile amount ndio kupata kwa mwaka mzima tumeajiri 42,000, lakini zinagawanyika huko ndani na mahitaji yake. Na hizi ajira hizi haziwi za Sekretarieti ya Ajira. Sekretarieti ya Ajira ni wakala anayesimamia mchakato wa uzingatiaji wa sheria, kanuni na taratibu ili kuweza kuwapata watumishi stahiki na kuwapangia katika maeneo kwa kadri ya vibali vya wale waliopewa zile ajira. Kwa hiyo sekta ndizo zenye hizo nafasi na sekta ndizo zinazoomba hizo nafasi kwa Mheshimiwa Rais, na Rais akitoa kibali anaturuhusu sisi Wizara ya Utumishi sasa tuanzishe huo mchakato. Sisi ndio tunachukua zile, tunawakabidhi Secretariat, na sisi kule Secretariat ni eyes on hands off, kwa sababu hawa wana independence level ya kiwango cha juu sana, kwa sababu ukiwaingilia tutaenda na siku anza kusema kama nilikuwa nasema mweke huyu mtoto mjomba, mweke huyu. Mimi hapa ninaomba na karibu kila mtu najua, kwa sababu Simbachawene yuko pale utumishi na Secretariat iko chini yake, basi mimi nikikaa karibu na Simbachawene utapata kazi. Jibu langu kwanza, sikatai kupokea simu ya mtu, nitapokea na nitamjibu kwa upole. Jiandae vizuri, ufanye interview, wajipange vizuri, utapata. Naomba uangalie namna itakayowezekana. Hasa wewe, mimi nakuuliza, wewe umejuaje kama utakosa? Mimi nakuona wewe unapata.
kwa sababu nakuona upo vizuri. Inabidi niseme hivyo kwa sababu kimsingi hakuna namna yeyote ya mimi au mtu yote kwenye serikali kuingilia mchakato wa usahili wa sekretarieti ya ajira. Na bahati nzuri, sekretarieti ya ajira inatumia tehama kwa kiwango cha kubwa sana. Kwa hiyo mchakato ule, usahishaji, upangaji, labda hapo wanaposimamiana, hasa hapo mnaposimamiana kama hapa ndio kwenye interview, nani atamwonyesha jibu nani? Huo mtihani unakuja, hakuna anayejua. Na maswali ni kuchagua pale multiple choice. Mengi yanakuwa multiple choice kwa sababu hii tusahishe kwa haraka na kutoa matokeo kwa haraka. Na ni mfumo ndio unayepanga pale kuanzia wa kwanza mpaka wa mwisho. Kwa hiyo rai yangu hapa, hakuna namna, hata kama katibu wa sekretarieti ana mwanae, hakuna uwezekano wa kuweza kumpendelea mwanae. Haiwezekani. Haupo kabisa. Kwa hiyo vijana wetu, mjiandae vizuri, someni vizuri, mfanye usahili. Malalamiko mengi ukiyasikiliza, ukienda ukimkuta aliyepata kazi kwa merit, anasema hata mimi mtoto wa maskini kabisa mimi nimepata. Jamani, sekretarieti haina upendeleo. Wengi wanasema hivyo, ila hawasikiki. Wale wanaokosa ndio wanaolalamika kweli. Bahati mbaya sasa, uwiano wa wanaokosa vis-a-vis na wanaopata ni mdogo sana. Yaani hapa wanaopata ni mengi kwa sababu hebu wameomba 200,000 nafasi za walimu. Wanatakiwa kupata ni 10,000. Sasa uwiano huo ni mdogo. Kwa hiyo hata kama wakipata 10,000, hawawezi wakasema sana sauti yao ikasikika kama watakavyoongea hawa waliokosa 190,000. Kwa hiyo ndio maana kwenye mitandao huko kuna hasira, kuna nini, lakini mimi nafahamu kwamba vijana wanakuwa na hasira kwa sababu wana shida ya kazi na wamesoma. Na wazazi wao waliwekeza fedha nyingi kuwapa hizo elimu. Kwa hiyo vijana wanapodai kupewa kazi, na yeye sio kosa. Hivi mtoto anapodai kupata kazi ni kosa. Yaani baba nipe kazi. Mfariji tu kwa sababu baba huna kazi ya kumpa. Mfariji tu kusema bwana kweli tujitahidi kali inavyowezekana muweze kupata kazi. Lakini kimsingi hakuna anayepata kazi kwa kupendelewa. Na ukitaka kujua hakuna anayepata kazi kwa kupendelewa, kawaangalieni waliopata. Ukienda kuangalia waliopata na wanapotoka, huwezi kusema sasa wewe umebebwa na nani.